Hello, good morning. Karibuni kwenye session yetu ambayo tunafanyika kila Jumamosi, na leo hii tuko na mada nyingine ambayo inahusu mabadiliko ya bei ya hisa ya Vodacom, TBL na TCC baada ya muda mrefu. Na leo hii tunaweza kujua ni kwa sababu gani zimeweza kubadilika baada ya kuwa stuck au kuwa stagnant kwa muda mrefu katika bei moja. So mtakuwa nami Kuligoja Vetfano nikiwa pamoja na Anastasia. Tuwapitisha tu kwenye concept mbalimbali, tukianza na price movement. Tutaangalia jinsi gani price movement au for how long hizo prices zimekuwa stuck na when did they start actually zilivyoanza kumove. So bila kupoteza muda, leo hii tutaangalia makampuni matatu specifically. Tanzania Breweries Limited ambayo ni kampuni ya manufacturing inayojihusisha sana na kutengeneza bia. Yes. TBL wao walianza kufanya listing yao mnamo mwaka 1998 ambapo wali aim ku raise value ya shilingi 12.98 billion na IPO price ya kipindi hicho ilikuwa ni shilingi 550. Yes. Lakini pia level of subscription ambao waliweza kuipata katika kipindi hicho ilikuwa almost 74%. Ina maana kwamba waliweza kusubscribe watu thamani ya shilingi bilioni 9.65. TCC ambayo ni kampuni ambayo inajihusisha na kutengeneza au sigara Tanzania, wenyewe walikuwa listed mnamo mwaka 2000 tarehe 16 Novemba, ambapo wali aim ku raise 8 billion na waliweza kupata kiasi cha shilingi bilioni 9.39 za Tanzania. Level subscription kwenye IPO yao ilikuwa 118% na IPO price ilikuwa shilingi 410 kwa kipindi hicho. Vodacom ambao tunajua ni one of the telecommunication giants in Tanzania, yenyewe iliweza kuwa listed mwaka 2016 ambapo wali aim ku raise 476 billion shilingi za Tanzania na IPO price ya kipindi hicho ilikuwa shilingi 850, where the level subscription ilikuwa 100% na waliweza ku raise kiasi chote cha shilingi bilioni 476 ambacho walikuwa wanahitaji. Yes. So tukianza na Vodacom unaweza kuona kwa muda mrefu takriban kipindi cha miaka 5 sasa kwa listed, price yake iliweza kuwa stuck katika 770. Hii ni baada ya kuonekana kwa kuna supply kubwa sana, lakini demand iliweza kuwa lakini mnamo tarehe 2 June ambapo sheria za DSE zilibadilika, hususan sheria ya pricing mechanism iliweza kubadilika au iliweza kutake effect, kuweza kuona kwamba Vodacom ilianza ku drop, yani kwamba price yake ilianza ku move. Sasa hii ni chart tu ambayo inaonyesha movement ya price ya Vodacom kutoka tarehe 2 mpaka tarehe 18 ambayo ilikuwa ni wiki iliyopita, kuonyesha kwamba iliweza ku drop from 770 Tanzania shillings to 490 Tanzanian shillings in a space of less than a month. Hususan kwa TCC ambao price yake ilikuwa stuck kwa 17,000 ndani ya muda mrefu, lakini nayo mpaka tarehe 2 June ambapo sheria zilianza kutake effect, tuliona yenyewe nayo kaanza kupata movement kwa kaunta yake. Yenyewe ilianza ku drop, specifically drop tarehe 11 mwezi wa 6 na iliweza ku drop mpaka shilingi 16,660. Upande wa TBL yenyewe iliweza kama ilivyo kaunta hizi mbili, nayo yenyewe iliweza ku drop mpaka 10,690 kutoka 10,900 ambayo ilikuwa stuck for almost 5 years au for more than 5 years, yenyewe iliweza kuwa stuck kwenye 10,900. Lakini haya yote yaliweza kusababishwa na hizi rules ambazo ziliweza kubadilisha ile mfumo ambao ulikuwa zamani. So hususan rule moja ambayo iliweza kufanya yote haya ni rule ya closing price, ambayo yenyewe ilikuwa kwamba
closing price ilitoka kipindi kile kwamba ilikuwa lazima at least 0.0025% of issued shares ziweze kuwa trade katika specific price ili hiyo price iwe closing price ya hiyo counter. So ilipokuwa changed kwa kwenda kwamba tutaanza kutumia volume weighted average price, yani VWAP, kwamba as long as that counter imetrade a minimum of 100 shares, that price will be the closing price of the counter. So tunavyoona kwamba hizi counter Vodacom, TBL, TCC zimeweza kuchange kwa sababu a minimum of 100 shares kwa siku ili price iweze kuchange, inakuwa rahisi for the market to react. So market ika react to that changing, especially for Vodacom counter, ambapo tunaona kwamba day by day hizo closing price zinaweza kuchange with easier mechanism kulinganisha na kipindi kile ya 0.0025%, ambapo ilikuwa very hard to track that number. Lakini pia kwenye price cap limit ambayo yenyewe ilikuwa inazuia au ilikuwa inaweka mechanism kwamba ili price iweze kuchange there must be a price cap, yani you can only change kwa sheria zamani ilikuwa kwamba for companies ambao market capitalization ziko less than 1 trillion ulikuwa unaweza kuchange only 10% up or down, yani kwamba if you want to price your the stock you can only price it 10% above or 10% below ili uweze kupata hiyo counter. Ukiwa out of that range ulikuwa uwezi unani. Lakini for companies ambao wenyewe market capitalization ilikuwa greater than 1 trillion, ina maana kwamba ulikuwa unaweza kuzi price at only 5% up or down. Na hizi companies zilikuwa kama hizo TBL na NMB na CRDB kwamba zilikuwa zina limit hizo, lakini the new rule made it easier. Kwa mfano rule ambayo inasema 15% variation for securities whose market capitalization is below 1 trillion. Hii imeweza kurahisisha kwamba mtu anaweza ka price stock yake 15% less kama akiona hiyo kampuni it's not worth ile market price ambayo iko pale. Lakini pia kuna 5% variation for securities whose market capitalization is 1 trillion and above and number of issued shares is above 2 billion. Hapa tunaongelea sana sana counters kama CRDB ambayo yenyewe iko above 1 trillion na issued shares ziko above 2 billion. Lakini 2% variation whose market capitalization is 1 trillion and above and a number of issued shares is below 2 billion. Sasa hapo ndo tunazungumzia counters kama TBL, TCC, Vodacom ambazo zenyewe ziko above 1 trillion market cap, lakini issued shares zao hazifiki 2 billion. So ina maana yenyewe ilikuwa rahisi kwamba unaweza uka variate ile price yake by 2%. So tukaona kwamba kuna movement ambayo iliweza kutokea. So hizi rules ambazo zimekuwa changed zenyewe ziliweza ku make it easier for the market to determine the price. Kwa sababu zamani the rules ambazo zilikuwepo zilikuwa kama ziko controlled, yani haziwezi kumove. Lakini the new rules ambazo zilitake effect from 2nd June mwaka huu zenyewe zili make it easier au iliweka urahisi kwa market ku determine its own price, na tunaona kwamba Vodacom imeweza kushuka for that time kwa sababu kulikuwa kuna supply nyingi, lakini pia movement ya price yake ilikuwa very limited. So sasa hivi at least buyers and sellers can reach a compromise ya mtu kununua nani. Lakini pia kuna rules nyingine ambayo kama ya block trade ambayo imediscourage watu kupita kwenye parallel market. Block trade ya sasa hivi yenyewe rule inasema kwamba lazima ianzie 250 million transaction, kwamba value of transaction exceed 250 million yenyewe ndio itakuwa characterized kuwa block trade. Sasa hiyo imediscourage watu kwenda kwenye block trade, wanakuwa wanapita kwenye normal market. Sasa kupita kwenye normal market pia inarahisisha price discovery kuwa more open, na price inaweza ikawa volatile au inaweza ikachange accordingly. Lakini pia rule ya single lot ambayo yenyewe ina define kwamba a single buyer to a single seller, yani kwamba one seller sells to one buyer, tofauti na zamani kwamba many sellers can sell to one buyer. Hiyo nayo imediscourage markets
interference kwamba watu wengi wanaweza kumuuzia wanaweza wakachukua lot moja ikamuuzia mtu mmoja, lakini sasa hivi ni a single lot will be defined kwamba one seller to one buyer. Hiyo nao imeweza kufanya kwamba watu wengi wapite kwenye normal board, especially kwa counter kama za Vodacom na the likes, kuonekana kwamba zinaweza kumove price. Other factors ambazo zimechangia kwenye hizi movements ni factors za demand and supply. Kama tunavyoona kwamba kuna supply kubwa sana ya shares za Vodacom kwa market ambayo imeweza kusababisha price yake kushuka, kwa sababu unajua kabisa kama supply ikioutweigh demand always price inakuwa drag down. So hicho ni kitu ambacho kinaonekana kwenye market. So hizi forces za demand and supply zinaweza kuwa in effect kwa sababu ya hizi rules ambazo zimekuwa change. So hizo ni sababu tu ambazo tumeweza kuziorodhesha kuonyesha kwamba why hizi shares au hizi stocks ambazo zilikuwa regarded kwamba ziko stuck for a long time zimeweza kuchange. A huge appreciation to that, and a huge cause of that may be traced back to the rules that were changed earlier on this month, ambayo imeweza kusaidia movement ya price kwenye hizo counters. So hayo ni yetu kwa siku ya leo. Tungependa kukaribisha maswali ya kutoka kwa nani. Nipende kukaribisha maswali. Okay, tunatoa dakika chache kuweza kusubiri maswali au maoni kwa yote atakuwa na maswali, lakini pia tunaendelea kuhamasisha kuendelea kufungua accounts za uwekezaji kwa wale ambao bado hawana account za uwekezaji, kama vile account ya Timiza, account za shares na account za bond. Ni rahisi kabisa kwa kutumia application ambazo zipo, lakini pia kuna uwezekano wa kuweza kufungua hizi account kwa kutumia online forms ambazo zinapatikana kwenye website zetu. Kwa hiyo tunazidi kuhamasisha kuweza kufungua account hizi. Ni rahisi na haina gharama yoyote. Kwa hiyo pale utakapo decide kuweza kuanza uwekezaji, inakuwa rahisi kwako kuweza kuanza uwekezaji. Kwa hiyo pia tuna encourage watu pia kuendelea kuwekeza kwenye mfuko wa Timiza. Tunaona tayari kuna ukuaji wa zaidi ya 12% kwenye mfuko huu. Kwa hiyo it's a positive outlook. Kwa hiyo tuna encourage watu kuendelea kuwa consistent kwenye kuwekeza. Kwa hiyo in the next 2 minutes kama kutakuwa hamna maswali, tutakuwa tumemaliza kwa siku yetu hii ya leo. Tunawakaribisha na wiki zijazo ambazo pia tunakuwa tuna topic zingine tukijadili ili kuendelea kubroaden uelewa wetu kwenye soko na updates tofauti kama hizi updates kama movement za bei kwenye kaunta ambazo zimekuwa zikionyesha kuwa stagnant kwa muda mrefu. Kwa hizi ni updates ambazo tunatoa wetu ili watu waweze kuwa updated na masuala tofauti, na pia hii imeweza kutusaidia kuweza kuona a positive effect ya hizi sheria ambazo zimekuwa updated na DSE, yani Dar es Salaam Stock Exchange. Yes.
Kwa hiyo baada ya machache hayo, tunapenda kuwashukuru njema na tukutane wiki zinazokuja. Lakini pia kitu kingine cha muhimu kuweza kuwajulisha ni kwamba recordings za hizi sessions zinapatikana kwenye YouTube page yetu ambayo ni Zan Securities. Kwa hiyo kwa yoyote ambaye kuna session ambayo angependa kuirevise au kuipitia tena, anaweza akatembelea YouTube page na anaweza akakuta recording ya hizi sessions ambazo tunazifanya. Asanteni, kama kutakuwa hamna la ziada, tunawatakia wiki njema.